sikukuu nzuri, safi. Ni siku nyingine tena ni ukaribishi katika kipindi hiki maalum cha sikukuu. Kipindi ambacho kinakuwa kinakutana na watu mbalimbali kujua ni namna gani wanavyosherehekea sikukuu, lakini pia watapata nafasi ya kutuma salamu. Mimi ni Angel Paul, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Ridhiwan. Nikusihi endelea kuangalia Asam Online TV. Unaenda wapi kwa nini? Bembea. Bembea ni? Bembea ya kuzunguka. Bembea kuzunguka au bembea kijiko ile kikombe ile unataka wewe? Unaipenda ile? Uogope lakini huje kulia wewe. Subiri shoga yangu. Subiri basi mwana nakimbia ka. Mimi na sikukuu vo. Hey. Anakimbia simple sikukuu. Njoo. Unaenda wapi kwani sasa hivi? Sikukuni. Siku ya wa? Kariakoo. Kariakoo ndo kana bembea gani? Reda. Reda. Ile ya punda au ile nini ya kikombe sio kijiko? La punda za kijiko za kikombe. Pesa unazo lakini pesa mingi hayo. Ehe. Unashingapi kwani? 50,000. Ish. Ziko wapi? Umepata pesa yote haya? Nyumbani kanipa baba. 50? Jamani, unaangalia shingapi hapo? 5,000. 50 unaangalia 5,000 jamani. Mimi nitakumfuata huko bembea na mimi pana bembea. Haya. Jambo. Unaelekea wapi sasa hivi? Sikukuni. Kwanza leo siku yanga pile umesahau basi kukuuliza hivi. Sijui hata siku yanga pile na watu wanaenda wanarudi wamevaa magoma pia wamependeza. Siku yanga pile 20. Siku ya 20? Jamani kuna siku mpaka 20 kumbe. Siku ya 20. Leo imepatikana na mambo makali. Haya njoo. Sisi nimuulize huyu hapa. Unapenda kaniambia leo siku ya 20. Eti leo siku yanga pile leo? Siku ya pili. Ya pili. Umesikia kwa siku ya pili leo, sio siku ya 20. Kwa sababu nimekajua kama siku ya pili leo. Kwa sababu leo tumekuja watu. Tumeondoka leo tumekuja huku. Tumekuja huku wewe kutembea Kesho mnaenda wapi kwani? Kesho Kisakasaka. Kesho siku ya ngapi kesho? Ya 3. Ya 3. Kwani siku zipo ngapi? 4. Siku ya ngapi na ngapi na ngapi? Ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4. Ya 5 hamna kwani? Ya 5 ipo Jumamosi na Jumapili. Ya 5 pia ipo. Kuna siku ya Jumamosi na Jumapili pia? Viwanja vinakuwa viko wazi. Siku ya 5 unaenda wapi wewe? Tutazama sisi kama wazazi. Sisi wenyewe wazazi tayari pia tunaharibu mazingira ya watoto wetu. Maana mtoto wewe ambao unapomlea wewe mwenyewe unavyolelewa kule na bibi kiwa na mama, atakuwa na wewe mlee vile vile. Uchukulie vile vile, lakini sasa tayari mtoto wewe unamwachia, alafu tayari majukumu mengi, mara yule kabakwa, yule kafunga nini, tayari majukumu makubwa. Sisi tulipolelewa tunafuatana na vijana wanaume, lakini tulikuwa tubaki. Tayari tuna nguo ya stara. Nguo yako refu na kishungi chako au mtandio vishingi vimeingia hivi makaribuni tu na kitandio unaenda zako. Kwa hiyo chanzo kikubwa ni wazazi tuseme au tuseme alaumiwe nani? Chanzo kikubwa pekee yake na sisi wenyewe tu wazazi. Wewe mwenyewe kama mzazi, mtoto umemtia piko, umevisha suruali kipande, anaonekana sehemu zote zile ambazo za vishawishi, unategemea nini mzazi? Kwa hiyo ungependa kuambia jambo gani wazazi wakawa wanakuangalia kwa wakati huu? Napenda kuambia wazazi wenzangu na mimi katika jumla ya wazazi na mimi nimo, tujitahidi kutokana na malezi sasa hivi, tusichukulie kama malezi sasa hivi kama mtandawazi, tusifuate mtandawazi, tufuate kule tulikotoka, maadili ya kizamani. Tutizame hapo vipi hatutofanikiwa. Kiwa kama mzazi, mimi ningependa utoe wito kwa wale wazazi wengine ambao wanakuwa wanaacha watoto zao wanaenda katika sehemu za viwanja au kutembea bila ya uangalizi. Je, ungekuwa na neno gani kwa wazazi kama hao? Wazazi wajitoe wao wenyewe kwa sababu walimwengu, maana si dunia haijaharibika, isipokuwa walimwengu wameharibika. Sasa hakuna mtu mwaminifu, simwamini mtu yoyote. Unapowatoa watoto kundi, wale watoto wadogo wanakuwa hawawezi kujihandle wao wenyewe mpaka wapate mtu ambaye mwenye akili na mtu mzima. Sasa wazazi, wito wangu wazazi, tujitoe, maana tusiaminishi. Na sasa hivi kama tunavyoona foleni majiani, mabarani, magari yanakuwa tabu. Sasa lazima watoto
wapate uangalizi wa hali ya juu, mtu dhamana. Ndio huyu hapa rafiki yangu. Mambo? Poa. Unaitwa na? Said Muhammad. Said Muhammad, unatokea wapi? Mambo Tanga. Mambo Tanga. Umekuja na nani hapa? Na marafiki zangu hapa. Unaitwa nani hapa? Marsad, Arfan, Zakaria, Abdulazizi na Ismail. Kwa hiyo leo mnaenda kupanda pembea gani na gani hapa? Tunaenda kuogelea, tunakula, tunaondoka. Najua lakini kuogelea? Je, mkazama? Zama. Kwa hiyo ofishani kuogelea, au ndio utakojifundisha leo? Mimi najua mwenyewe. Unajua mwenyewe? Sio kadumbukia ukaja kuzama? Unajua kupiga makachu? Kasa? Haya, basi mimi nataka watumie salamu watu watatu na wapenda. Mtume salamu nani na nani? Salimia nani na nani? Mimi. Wewe. Anipiga picha na marafiki zangu wote. Mtazamaji wa Asam Online TV, kama tunavyoona kwamba watoto wamechangamka katika shamra hizi za sikukuu, wakiwa wanaenda kufanya mambo mbalimbali, wengine wanaenda katika viwanja mbalimbali, lakini wengine wakiwa wanaenda kuwasalimia ndugu, jamaa na marafiki. Lakini hapa kuna rafiki yangu mwingine hapa. Unaitwa nani? Firdaus Juma. Unakaa wapi? Mwanyanya. Mwanyanya kujana na? Mamangu. Mama unaitwa nani? Binuru na watoto wengi mwenyewe, au si yule? Nilozungumza naye? Ndiye, ndio nakuwa umefanana naye. Haya, hiyo pete vipi? Nzuri tu. Nimependa kuivaa. Shinga pia. Sijui mimi nimegawa na mama yangu. Naomba kampa pete sijui ya dhahabu hii, sijui ya diamond. Mtazamaji, kama unavyoiona pete nakwambia imenawiri. Basi nataka uniazime na harusi kesho, nataka ende harusini, sijui hata na pete gani maana yake sina. Si unaona niko nangu meupe. Na nitaka hii pete yenyewe inanitaka. Niazime tu, usingai hivyo, unaniazima tu. Hii inanitaka mimi mwenyewe, inanitaka. Wewe utakunazima suku yangu, umekwambia ongea suku yangu pale hujataka mpaka pete utake kuniazima. Suku yako nitakugaia mwaka unaokuja tukijali. Mungu akujalie upate wajukuu, upate watoto, upate mume bora. Amina inshallah. Madua hayo nayapata. Nyingine? Una moja bonge la dua ile hujaniombea. Mungu akujalie na ufahamu mwingi sana. Nyingine? Jalie unayetengeza video ufanikiwe kwa matokeo yako.